Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutujali? Mtoto wako anauliza, baba mbona hutupendi? Ni vibaya sana Mai. Ni vibaya kuondoka nyumbani hivi naenda kutafuta riziki, alafu umenona kiasi hicho. Unajua, ukiwa hauko sawa inaweza kapelekea biashara yangu isifanye vizuri huko mtaani. Unaelewa kabisa Mai, biashara haiwezi kwenda sawa kama wewe moyo wako hujafunguka. Kwani mimi nimesema usiende kufanya biashara? Au nimekwambia sikuombei kwamba hiyo biashara yako isiende vizuri? Wewe nenda tu. Sina maana hiyo. Maana yangu nataka napondoka nyumbani usiwe na kinyongo. Kwani mimi na wewe tumeongea nikakwambia kama mimi na kinyongo? Mimi sina kuona Mai. Hauko sawa. Nenda bwana, usichelewe. Mimi mwenyewe nataka nianze kutoa vitu vyangu hapa. Mimi leo siwezi kwenda kazini kama utakuwa umenuna kiasi hicho. Naweza nikapata hata maajali huko, siku yangu ikawa mbaya. Unataka nifanye nini ili uende kazini baba? Fungua moyo wako. Niombee. Biashara ikawe vizuri tupate hela kula. Unajua unaweza ukachukulia kawaida ila maneno yako mazuri yanaweza kapelekea Mungu akafungua siku ikawa njema. Please. Aya. Safari njema baba. Upate hela nyingi uendapo. Nawe pia uwe na siku njema. Nakupenda. Nakupenda pia. Mume wangu, hivi unayachukuliaje maisha anayoishi Twizy na familia yake? Na unajua fika hayo sio maisha yake. Twizy ana mali, ana pesa tena nyingi tu, lakini sasa hivi anaishi maisha ya shida, na wakati wewe upo na una uwezo wa kumsaidia. Nalifahamu hilo vizuri, lakini hakuna kitu cha msingi kama kuishi katika mipaka. Mipaka ni jambo la msingi sana. Unajua, ukitaka kufuatilia kila kitu katika haya maisha, hatutaweza kuishi. Twizy ni rafiki yangu sana, lakini si kweli kwamba anaweza kufanya kila kitu. Kuna vitu vingine viko katika mazingira tofauti na mimi pia. Kwa hiyo kwenye hilo labda nianze kuona nini cha kufanya. Lakini mimi naona uwezo nao. Na ukizingatia yule rafiki yako, tena rafiki yako mkubwa sana. Kwani una enjoy kumuona anaishi maisha hivyo? Isitoshe, ni muda mrefu sasa umepita. Na nadhani unaelewa kabisa kwamba hizo mali ni haki yake. Hebu msaidie basi. Mke wangu, kitu ambacho hujui, katika hili tatizo la Twizy kuna mnyororo mrefu sana. Kwa ukitaka kwenda nalo hili jambo, lazima uende taratibu, na unaweza ukafungua vita nyingine kubwa sana. Kwa hiyo tukitaka kulifukua hilo kwa sasa, lazima tuwe makini. Lakini anaweza kusaidika pia. Lakini lazima tujipange, kwa sababu kuna cheni kubwa sana hapa ambayo ipo. Pamoja na yote hayo, naomba uniahidi utamsaidia. Kumsaidia ni haki yangu, kwa sababu yule ni rafiki yangu.
na sio tu rafiki wa juu, ni rafiki yangu haswa. Na kuna hatua chache ambazo tunapaswa kuzipiga kwanza ili kuweza kuona ili jambo linakuwaje rahisi, kwa sababu kumbuka yule ni mtu ambaye ana wadhifa mkubwa sana, ana kampuni, ana mali, anajuana na watu wengi kulingana na uwezo wake wa kifedha. Lakini haushangai kwamba ameshindwa. Yaani kama mtu mwenye pesa ameshindwa, maana yake jua kuna connection kubwa ipo. Kuna watu wengi wenye labda nguvu wanamkandamiza. Sasa ili sisi kwenda, lazima tuende polepole. Lazima tuchimbue tatizo kwa kina sana kuliko kulichimbua tu juu. Linaweza likageuka kuwa kaburi la kutuzika sisi wenyewe. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Lakini leo umependeza sana. Kutereza sio kuanguka. Habari yako? Salama. Karibuni. Asante. Tuna mazungumzo kidogo na Twizi. Tunamkuta? Hapana. Twizi hayupo. Ameenda kwenye mizunguko yake. Vipi? Una kitu chochote amekifanya? Hapana. Ni mazungumzo tu ya amani. Asante kwa muda wako. Na usichoki jua sawa na usiku wa kiza, naecheka na ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyoni ni mbaya. Ndo kama nilivyokuambia wakili, haiwezekani hata kisheria. Na kama ameamua kujimilikisha mpaka hiyo nyumba, ili swala ni zito na ni vita ya kifamilia. Lakini kwangu mimi hilo swala ni dogo sana. Nimeshawahi kukutana na vitu vigumu. Sioni kama swala lako ni gumu kwangu mimi kama wakili wako. Kwa hiyo tutafuata njia na taratibu za kisheria na sheria itafurahi. Kwa hiyo tunaanzia wapi sasa kiongozi? Safi. Hilo swali zuri sana. Pa kuanzia ni kwenda kufungua mirathi. Kwa hiyo kitu ambacho unatakiwa ufanye kwa sasa ni kufika ofisini ili tujue tunaanzia wapi, tunapita wapi mpaka wapi. Sawa, nimekuelewa kiongozi. Lakini kwa sasa siko vizuri, alafu ukizingatia ofisi yako iko mbali kana. Labda nipate muda ili niweze kukusanya nauli ili iweze kuwa rahisi kukufikia kiongozi. Usijali bwana Mr. Twizy, hivyo vitu vidogo. Ngoja nikupe nauli ili itakusaidia kwa ajili ya kuja ofisini. No. Usikatae. Okay. Hamna shida bwana Mr. Twizy. Kuwa tutaonana ofisini. Asante sana. Tuko pamoja bwana Mr. Twizy. Acha mimi niwahi afu tuwasiliane sasa.
Kasi? Ndio. Ile. Mwenyezi Mungu ananiletea baraka. Mwenyezi Mungu ananipatia kazi. Ni kweli umepata kazi, ila naamini aliyenielekeza kwako ni mtu sahihi, na wewe utakuwa mtu sahihi sana kwangu. Kiukweli kaka, mimi nimepata shida kubwa sana, na matumaini yangu ni kwamba utanifanyia kazi yangu vizuri, kwa sababu nina shida na nina uhitaji na wewe. Nikuombe tu ukawe mtu bora sana, ukafanya kazi yako kwa ufanisi mzuri. Mwenyezi Mungu akusaidie. Ya Mungu, Mwenyezi Mungu akusaidie. Upasi kufanya hivyo Masai, naomba ukae. Mimi ni binadamu wa kawaida tu. Mimi sio Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anapaswa kupigiwa magoti. Hapana, nimeteseka sana. Toka nakuja huku nimeteseka. Mwenyezi Mungu ameniletea, amenyonyosha. Wewe ndo mtu sahihi kuni. Mimi nitafanya kazi yako mzuri. Masai, naomba ukae. Mwenyezi Mungu huyo. Naomba unielewe kitu kimoja. Ninachokihitaji ni wewe kunifanyia kazi. Nahitaji sana msaada wako. Kesho utakiwa anze kufanya kazi. Hojo. Kesho naanza kazi. Mwenyezi Mungu akujalie. Tena Mwenyezi Mungu akusaidie. Mimi nitafanya kazi yako hapa. Yaani hata kitu yote yako ukiniambia mimi nitakusikiliza tu. Umeelewa mamangu? Masai, na mimi nitafanya kazi yako kwa ufanisi mkubwa, kwa sababu nimeaminishwa kwamba ni mfanisi mzuri wa kazi. Nikombe tu kesho mapema uje na uweze kuanza kazi. Sijali mamangu. Yaani hapa nitasogea hapa kabla kuku hajatoa haja yake. Mimi nitanikuta getini na kugongea mamangu. Kweli tena. Karibu sana. Nashukuru. Onyo. Karibu. Vipi dada? Unahitaji maziwa? Hivi Twizi, ulichomfanyia Aminato unaona kiko sawa? Ni kosa gani aliyokufanyia hadi ukampiga? Kwa hiyo kumbe uko hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala ya Aminata. Sikufikiria kama unaweza kuwa na mfinyo wa akili kiasi hiko. Kwa hiyo wewe unaona kama ni sawa alichokifanya huyo mwenzio kuja nyumbani kwa mke wangu na kuharibu ndoa yangu? Haijalishi amekufanyia kitu gani. Unatakiwa utambue kuwa Aminata ni nani na ana thamani gani. Au kisa unaona nakupenda sana ndio umeona kama fimba ya kumwadhibu. Mimi kama rafiki yake umenikela sana. Kwani huyo Aminata ni nani? Na hiyo thamani ambayo unaizungumzia hapa inanisaidia nini kwenye maisha yangu? Mbona hapo bado? Dada, kama ataendelea kunifuatilia kwenye maisha yangu, kitakachokifanya hatuamini. Kaeni mbali na maisha yangu. Washenzi nyinyi. Anyway, sasa hakikisha vinywaji vyote ambavyo vimekwisha unaviagizia haraka. Usiwe na tabia ya kuuza hakuna. Sawa? Lakini mume wangu,
utaendelea kuficha uhalisia wako mpaka lini? Una nafasi kubwa sana katika hili, na sioni haja ya kuendelea kusubiri. Huu ni wakati wa kuweza kumsaidia rafiki yako Twist. Nakuelewa, lakini pia naielewa nafasi yangu vizuri. Nafahamu kwamba nina nafasi kubwa sana, lakini abadan huwa sipendi kufanya vitu kwa kukurupuka. By the way, kwa sehemu kubwa mambo yapo sawa. From this moment on, everything will be under the control. Hakika haupo kwenye kitengo hiki kwa kubahatisha. Unastahili. Acha nikupe maua yako husband. Endelea kufanya kazi yako kwa usahihi. Kuna kitu kimoja watu wanashindwa kuelewa. Mtu usioupenda uikate kuanzia mizizi yake ili usichipue. Si gogo pekee. Sasa sisi tunapaswa kuchimbua mizizi. Ndio mambo yanakwenda slow lakini but sure. Nakukubali kama ndao. Gonga chia. Aya kaka, mimi nashukuru kwa sababu nishapajua nyumbani. Kesho mapema sana oda ya kwanza itakuwa ni hapa. Sawa kaka, kesho wahi mapema. Basi baadaye kaka. Poa. Stop. Naitwa Sergeant Robi. Kuanzia sasa hizi Mr. Twiz uko chini ya ulinzi. Mimi? Kwa kosa gani? Hayo umeingia utaenda ukafahamu kituoni. Ngoja kwanza afande. Nielezee basi hata kidogo. Nimesema hivi, au umeingia utaenda kufahamu kituoni haraka. Ongoza njia. Nimefanya nini afande? Nimesema twende. Au umeingia utaenda kufahamu kituoni. Maisha na matatizo, mbona kama naelewa. Maisha nakonda mwili hadi mifupa, hizi shida zimeniandama na juta. Likipita hili linafata lile, nachoka sio siri, mambo lelelele. Kazi ni changamoto,